Mpendo msikilizaji wa kipindi chetu na katika maeneo yetu ya kujifunza, nimefika hapa tena ili tukaweze kujadiliana neno la Mwenyezi Mungu, tukaone nini hasa Mungu anakusudia sisi kama wanawe tuweze kukitia katika akili zetu na mawazo yetu wakati huu tunapoishi katika siku za mwisho za ulimwengu huu ambao tunaishi. Bila kupoteza muda, niwakaribisha katika fundisho letu la siku ya leo, ambapo tunaenda kujifunza juu ya mada fulani inayohusiana na Biblia. Leo tutakuwa tunajifunza juu ya nini? Kasha macho uweze kusikia, uweze kufaidika na uweze kupata neno la Mungu kupitia channel yetu ambayo iko hapa kwa ajili ya kukupatia elimu ya kutoka katika Biblia. Kwa hivyo, wapendwa wa Mwenyezi Mungu, leo tunaendelea kujifunza na tutakuwa tunajifunza juu ya siku ya ibada. Siku ya ibada. Nataka niguze mafungu mawili matatu. Nitakuwa ninaangalia part 1 leo mpaka tutaenda mpaka part 7. Tutakuwa tunajifunza siku ya ibada part 1, part 2, part 3, part 4 mpaka part 7. Nitaguza tu part 1 leo, alafu part 2 itafuata siku itakayofuata, siku ya ibada. Na Biblia inasema nini katika Mwanzo 2 aya ya kwanza? Basi mbingu na nchi zilimalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akabarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbinguni zilivyoumbwa. Najaribu kusema nini? Unaposoma katika Mwanzo sura ya 2 ama ya 2 aya ya kwanza mpaka aya ya 3, unapatana na kisa fulani ambacho kinajitokeza pale, kisa cha Biblia ya kwamba ni katika siku 6 za uumbaji. Siku ya kwanza Mungu anapotengeneza na anapoumba nuru, Mungu anasema na ifanyike nuru, na nuru akaita mchana na usiku akauita giza, ambao usiku ulipo giza ikaitwa usiku. Na baadaye Mungu anatenganisha maji kupitia anga ile ikatenganisha maji yaliyo juu na yaliyo chini, na ile anga Mungu akaweza kuita mbingu. Na siku ya 3 Mungu anakuja hapa anasema pawe na mahali palipo pakavu, ambapo maji itatenganishwa na paote miche na mimea ambayo itakuwa pale. Na baada ya hapo, siku ambayo ilikuwa inafuata ni siku ya 4. Na siku ya 4 Mungu anaanza kujaza. Baada ya siku 3 za kwanza zilikuwa ni kutengeneza nafasi. Ya kwanza ni kutengeneza mwangaza, ya pili ni kutengeneza mbingu, ya tatu ni kutengeneza ardhi. Na sasa Mungu anaanza kujaza mbingu kwanza. Anasema katika anga pale na mianga mikuu miwili ambayo itakuwa ni mwezi na jua, na mwezi ukatawale usiku na ukawajulisha watu majira, wakati na miaka, na anaweka katika pia mwanga mwingine ambao ni jua, ambayo itakuwa ikitujulisha nyakati. Katika hii mianga miwili Mungu alisema mwanga mkubwa ukatawale mchana ambao ni jua, na mwanga mdogo ukatawale usiku kwa usaidizi wa nyota pamoja na mwezi. Na ikawa siku ya 4, ikawa mchana, ikawa usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4 ikapita. Na hivyo basi tuone Mungu anajaribu kujaza katika ardhi. Ardhi nayo, kwa sababu Mungu alikuwa imeweka mimea, ilihitaji wanyama wa kuweza kuisaidia kunawiri. Na hapo ndipo Mungu anajaza maji kwanza. Anayatia nini? Anatia anga ndege, alafu mwisho wa siku anatia majini samaki wa baharini na vyote vilivyomo majini, kwa mfano nyangumi na wale wengine ambao akawabarikia na akawaambia zaeni mkaongezeke. Kumbuka tunasoma Mwanzo sura ya kwanza, ndiyo tunajaribu kuelewa nini Mungu alichokiumba. Unapoendelea na sura 24 utagundua kwamba Mungu anaumba wanyama wa kufuga na wanyama watambao. Na jioni hivi ukiendelea kusoma hiyo fungu ama siku ikiendelea, ndiposa Mungu anaona mwanadamu aliyemuumba ambaye ni Adamu. Anaweza kumuumba
Na katika hiyo siku ambayo Mungu anaumba Adamu, pia ndio siku ile ambayo alimuumba mkewe ambaye ni Hawa, na akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia. Na siku hiyo ndiyo ile ambayo siku Mungu anatoa vyakula ambavyo mwanadamu anapaswa kuvitumia, ambayo ni mbegu na matunda. Na siku ile ilipoisha, Mungu akaona kila kitu ni chema, na siku ile ambapo Mungu aliona ni kila kitu ni chema ilikuwa siku ya 6 ya uumbaji, tangu uumbaji kuanza. Siku ya kwanza aliumba, siku ya pili aliumba, ya 5, ya 6 mpaka ya 6. Na siku ya 7 Mungu akaumba kitu cha kipekee ambacho ni pumziko. Pumziko hili Mungu analiumba kwa njia gani? Analiumba kwa njia ya kumpatia nafasi mwanadamu aweze kupumzika kwa kazi ambayo anaifanya. Kwa hivyo leo, kumbuka fundisho letu, tunajiuliza sikukuu ya ibada ni gani? Sikukuu ya ibada ni gani? Kwa hivyo wapendwa na wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel yetu hapa, lazima ujue kitu fulani ili uweze kujifunza mambo yanayohusiana na sikukuu ya ibada. Kuna kitu lazima ujue kabla ya kuanza kujifundisha sikukuu ya ibada. Kitu hiki ambacho unapaswa kujifunza ni gani? Mungu baada ya wana wa Israel kuishi katika hii dunia, Mungu aliweza kuwapatia wanadamu nafasi ya kuishi, na walipozaana wakaendelea kuishi, na pakawa na mataifa mengine ambayo yalimuasi Mungu kupitia dhambi zao, na mataifa haya yote yakaangamizwa katika Mwanzo sura ya 6 wakati wa Nuhu. Na yalipoangamia, Mungu alinia uzao mwingine kupitia Nuhu, na uzao mwingine ukakuja kuzaa mtumishi wa Mungu Ibrahimu. Na huyu Ibrahimu akabarikiwa na mwanawe ambaye aliitwa Isaka. Isaka naye akakuja kuzaa Yakobo, na Yakobo akaweza kupata wanawe 12. Na mnakumbuka hii hadithi jinsi alivyoingia katika nchi ya Misri. Na alipoingia katika nchi ya Misri, yule Farao ambaye alikuwa anamjua Yusufu alipokufa, akatokea Farao mwingine ambaye aliweza kuwatesa wana wa Israel na kuwatiisha katika utumwa. Na Mungu anaendelea katika nchi ya Misri kuwakomboa katika mkono wake mwenye nguvu. Na baada ya kuwafundisha Sabato waweze kuikumbuka kupitia mana. Kumbuka hii maneno iko katika kitabu cha Kutoka 16. Utagundua na habari ya mana. Mungu anajaribu kuwapatia mana ili iwafundishe Sabato ya kweli ambao walikuwa wanakaa kama wanaisahau. Na anapofika katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, anajaribu kutoa amri 10 za Mungu ambazo ni za kuongoza watu wake katika safari ya kuishi kama watu wa Mungu. Kumbuka anajaribu kuwapatia mtasari. Na Mungu baada ya kuweza kuleta na kuweza kuwafundisha Sabato ya kweli kupitia Musa, anafikia kiwango kingine ambacho ni kuwatoa katika nini? Kuwatoa katika utumwa wa uongo na kuendeleza katika kujua. Anawaambia, kwa sababu nilishatangulia kufundisha Adamu, kufundisha Ibrahimu na wengine walikuwa wanatunza. Labda siku zenu ambazo mmekaa katika nchi ya Misri huenda mlisahau, na ndiposa Mungu anajaribu kuleta fundisho ambalo ningependa pia wewe uliweza kulishika, ambalo liko katika kitabu gani? Fungu ni Kutoka sura ya 20 aya ya 8. Jaribu kufuatilia tafadhali, usikose kusikia neno la Mungu linavyosema. Kitabu ni Kutoka 20. Mungu anajaribu kuwafundisha kitu fulani. Anawaambia amri ya kwanza, msiwe na Mungu mwingine ila mimi. Hilo hatutaweza kutia mkazo leo kwa sababu kufundisho letu ni juu ya siku ya ibada. Anazidi kuambia msijifanyie sanamu ya kuchonga. Pia hilo hatutaliangalia. Pia Mungu akawaambia msitaje jina la Mungu bure. Hilo pia hatutaliangalia leo. Tutataka kuvuka mpaka sura ya 8 katika Kutoka sura 20 aya ya 8 ambayo inasema hivi: ikumbuke siku ya Sabato ikaitakase, siku 6 ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Sikia, siku hiyo usifanya kazi yoyote, wewe wala mwanao wala binti wako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana siku 6 Bwana Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya 7 akaitakasa.
Ndugu zangu, mumesikia Bwana anavyonena na kusema ya kwamba katika siku 6 alifanya kazi ya uumbaji, kama vile nimeanza kuelezea katika Mwanzo ni sura ya 1 na sura ya 2 tulivyotangulia, ya kwamba akapumzika siku ya Sabato. Kwa hivyo ni jukumu la watu wa Mungu waweze kupumzika Sabato hii, kwa maana Mungu ni mwenyewe ndiye aliye mwanzilishi. Na katika hii amri, Mungu alionyesha hii amri ni ya dhamana sana kwa njia ya kuiweka na kuitia hata masharti fulani kwa yoyote yule ambaye ataweza kuikataa siku hii ya ibada, ambayo tutaendelea kujifunza ni gani kadri tutakavyoendelea kujifunza kwa vipindi ambazo zitakuja. Leo tunajenga msingi. Biblia inasema nini katika kitabu cha Kutoka 31 sura ya 12? Mungu anasema, Bwana akasema na Musa na kumwambia. Kumbuka nasoma Kutoka 31:12, nasema Bwana akasema na Musa na kumwambia, kisha nawe Musa nena na wana wa Israel ukawaambie, hakika mtashika Sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi katika vizazi vyenu vyote, ili nini mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye nyinyi. Fundisho hili ni ya kwamba Mungu anapeana Sabato kama ishara, kama ndiyo njia ya kutambua watu wa Mungu. Ndio maana unaposoma kitabu cha Waebrania 4 mstari wa 9, ninajaribu kukimbizana na muda kwa sababu kuna fundisho fulani najaribu kulileta kwenu. Utakaposoma kitabu cha Waebrania sura ni ngapi, Biblia yako unaweza ikaisoma. Waebrania ni 4 mstari wa 9. Biblia inasema hivi, ndugu zangu na watu wa Mungu. Waebrania ni 4 mstari wa 9. Biblia inasema hivi, inasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo kupitia hii Sabato ndiyo njia ya kutambua watu wa Mungu. Kwa hivyo kama yoyote ambaye anajidai ni mtu wa Mungu na ana mwingine ambaye ni shetani, kama wewe baba yako ni Mungu na si shetani, lazima ukuwe tayari kupumzika Sabato hii. Kwa sababu gani? Mungu anasema ya kwamba imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani? Wa Mungu. Ndugu zangu na wapendwa na wasikilizaji wa channel yetu ya Pastor Mnene Mahubiri TV, nimekuwa nikiwaletea mafundisho haya mfululizo wa vipindi, nikijaribu kuwaambia ya kwamba Biblia imeweka wazi na kusema ya kwamba imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kitabu ni gani? Waebrania 4 mstari wa 9. Turudi katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 haya ni ya 14. Biblia inazidi na kusema, hakika nini? Basi mtashika hiyo Sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Sikia, Sabato ni takatifu kwa kina nani? Kwetu ambao ni wana wa Mungu. Kila mtu atakayetii unajisi, hakika yake atauawa. Nataka niambie watu ya kwamba inapasa watu ambao wanatii unajisi Sabato wauawe. Lakini kwa sababu Yesu amekuja na neema ya kutupatia nafasi ya kujua Sabato ya kweli ili tuitunze. Ndugu wapendwa na watu wa Mungu, lazima weka tayari kuitunza. Kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo, nafsi yake itakataliwa mbali na watu wake. Unaweza ukajiuliza kwa nini watu hawauawi sasa wakati huu ambapo tunapoishi. Kumbuka wakati huu tunapoishi ni kipindi cha neema na neema iko na mwisho. Kumbuka mlango wa neema unaenda kufungwa na watu wanaoendelea kuvunja Sabato, hakika yake kifo ni halali yao na watakataliwa na watu wao. Kukataliwa na watu wao ni kufanya nini? Ni kutengwa na kundi la watu wa Mungu. Wataambiwa mlikuwa mnaniita Bwana Bwana, lakini hamtendi mapenzi ya Baba. Wataambiwa nyinyi ni magugu, wakati nilikuwa napanda ngano njema, shetani naye alipanda magugu mkiwa nyinyi. Wataambiwa nyinyi tokeni hapa, siwajui. Kumbuka Yesu anasema kwamba watakaokuwa katika nafasi ya kurithi ufalme wa mbinguni ni wale ambao watakuwa na ushuhuda wa Yesu na watakuwa na wanatunza amri za Mungu na wako na ushuhuda wa Yesu ambao ni roho ya unabii. Kwa hivyo utazidi kusoma Biblia, itakwambia kazi ifanywe kwa siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo ya Sabato, hakika yake atauawa. Biblia inaweka wazi kabisa, ndugu zangu. Uwe tayari kukubali, uwe tayari kupinga, Biblia imeweka wazi.
yeyote yule atajaribu kupingana na ukweli huu, yeyote yule atajaribu kukatana na sabato ya ukweli, yeyote yule ambaye atakataa kushughulika na ibada ya siku ya sabato ya ukweli, hakika yake kifo ni halali yake Kristu atakaporudi. Na ndiposa najaribu kusoma Biblia yangu katika kitabu cha gani hicho? Wacha nijaribu kutafuta fungu hapa. Kitabu ni kitabu cha Yakobo. Unajua Biblia inapaswa kujieleza yenyewe. Wengine wanasema mimi siui zizini. Mimi siui zizini, sifanyi uasherati. Mimi natunza amri zote. Na nikivunja tu moja, Mungu anaweza niadhibu kwa amri moja. Kwani Biblia inasema nini? Kitabu ni Yakobo 2 sura ya 9 na 10. Nitaweza kukusomea Yakobo 2 aya ya 9 na 10. Biblia inanena na kusema, soma pale wewe na Biblia yako uelewe. Biblia inasema Yakobo 2 mstari wa 10, nitasoma 10 samani. Biblia inasema hivi, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikoa katika neno moja, amekosa juu ya yote 10. Kwa hivyo hata kama wewe uzini, hata kama wewe uabudu sanamu, hata kama wewe hauna Mungu mwingine, hata kama wewe si msinifu, hata kama wewe si muasherati na unavunja sabato, wewe jehanamu, waasherati kama watapelekwa mbinguni, pia wewe utakuwa hapo. Kama wewe uvunji sabato lakini unazini, jehanamu abada. Kwa hivyo najaribu kusema nini? Watu wa Mungu na watu ambao wanasikiza mahubiri haya kutoka channel yetu ya Pastor Mnene TV, fundisho ambalo nawaletea leo ni fundisho la neema, ya kwamba Mungu ako na siku ya ibada ambayo watu wake wanapaswa kuabudu. Ukiendelea kusoma hiyo kitabu cha Yakobo 2 mstari wa 11, Biblia inasema, kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa hukuzini lakini umeua, umevunja sheria. Ndugu zangu na wapendwa, hata kama hujavunja amri zote, hata kama umevunja moja, wewe uko katika hukumu ya waliovunja zote. Kwa hivyo kama vile kutozini ni amri ya Mungu, pia kutunza sabato ni amri ya Mungu. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kama wewe umekuwa ukivunja, nataka nikuambie kuna tumaini katika Yesu Kristo. Nataka nikuambie kuna furaha katika Yesu Kristo. Wapendwa, katika kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana barua ya kwanza, unaposoma sura ya 2 aya ya kwanza, Biblia inasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Kwa hivyo maandiko haya yanaandikwa kwamba tusitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili twajua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye aaminie, yeye asemaye nimemjua, wala ashiki amri zake, ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Najaribu kunena fundisho hili mlielewe ya kwamba Mungu anasema vizuri kabisa ya kwamba ikiwa wewe ni mtu wake, ikiwa wewe uko tayari kusikia neno lake, Yesu anasema na Yohana anasema na waandikia ili msitende dhambi. Na ikiwa kwa bahati mbaya umevunja sabato, ikiwa kwa bahati mbaya umeua, ikiwa bahati mbaya umezini, kwa sababu uzinifu unaanza katika mawazo, ikiwa kwa bahati mbaya umeshuhudia uongo, Yesu Kristo leo anakuambia, tumeandikiwa tunaye muombezi ambaye ni Yesu Kristo. Nenda kwake uweze kumueleza, na yeye ataweza kukusikia, ataweza kukuondolea dhambi, ataweza kukusamea, kwa sababu tunajua ya kuwa katika Yesu Kristo yeye tunapata ondoleo la dhambi. La katika hili tujue ya kuwa tunamjua yeye. Kwa hivyo hili ndilo jambo ambalo linatufanya sisi tujue kama sisi tunamjua Mungu ama hatumjui. Na njia ya kutaka kujua kama wewe unajua Mungu na wacha kusema umeokoka bure bila kumjua, ni ikiwa tutaishi kushika amri zake. Kwa njia ya kuishi kushika amri za Mungu ndiyo njia ambayo tunaweza kujipatia faraja ya kwamba tunamjua Mungu wa mbinguni. Yeye asemaye ninamjua wala ashiki amri zake,
ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Ni muongo kabisa. Kama wewe hujui amri za Mungu wala uzisiki, wewe ni muongo. Yesu Kristo na wewe ni watu ambao hawafahamiani. Kwa hivyo ndugu zangu, leo wito ambao nawaita ni ya kwamba tuamue kufuata Yesu Kristo, tuamue kufuata amri za Mungu, tuamue kukubaliana na amri za Mungu, tuamue kuchunguza siku ya ibada, na siku itakayofuata tutaendelea kujifunza juu ya siku ya ibada ni siku ipi, na hii siku ya ibada inatunzwa vipi, na watakaoitunza watapata faida gani, na ilibadilishwa na akina nani. Mpaka sasa tuko na siku mingi za ibada, na Mungu anaidhamini siku ile ile tu ya ibada, ama bado Mungu alibadilika na kukubali siku ingine. Kwa hivyo hilo na mambo mengine tutaendelea kujifunza katika kipindi chetu kijacho. Usikose, usiondoke. Unaweza ukalike, ukasubscribe, ukashare na ukacomment ili wengine nao wapate kusikia mahubiri haya. Unaweza ukatuma katika WhatsApp group ama ukatumia rafiki yako ili naye apate kujua maneno haya ambayo yanatoka kwa Yesu Kristo yeye mwenyewe. Hebu tumshukuru kwa njia ya maombi tuweze kumaliza fundisho letu la siku ya leo. Tunaomba. Utupendee Baba wetu wa mbinguni, asante kwa sababu umetufundisha na tukasikia kwamba bado uko na siku yako ya ibada na unaidhamini, na yeyote yule ataweza kuidharau, hukumu itakuwa juu yake. Kubali kafara ya Kristo, uhesabu siku ambazo hatukuwa tunatunza, hatukuwa tunajua, ili tuanze kuitunza kulingana na vile umeamurisha. Kupitia Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Hebu Bwana wa mbinguni wabariki na waongeze hekima, na muendelee kufuatilia. Kuna mengi zaidi ambayo yatakuja.